Asante mwenyekiti. Mimi kwa leo nitachangia hoja moja tu, na nitaanza kwa kusoma shairi ambalo nimeliita jina la dhima. Linasema hivi: dhima ipuuzwapo dhahiri ikawa, husda ikaongoza hutia nyoo doa. Awaye yote kuwa ajipae mno madaraka, izara jadidi itamkuta, iwe leo ama kesho. Fundo za majigambo fitna kwa jamii zitamrudi. Ubinadamu ni ukosefu, ujue sijibereuze. Nimeamua kuanza na shairi hili kwa sababu naamini au kwa kiasi kikubwa nitazungumzia juu ya dhima katika lengo la utawala au katika lengo la taifa. Na neno dhima nitalielezea hapo mbele, lakini linaanzia na kupewa ridhaa ya kuongoza nchi au kukamata dola. Sasa mara nyingi vyama vya siasa ufikiri kwamba wakipewa ridhaa manake ndio mwisho wa kila kitu, kwa maana uchaguzi wanaona ndio kimeweza kila kitu. Lakini uchaguzi au kushinda uchaguzi au kupewa kushika dola ni sehemu ndogo sana ya wajibu wa chama ambacho kwa madarakani. Sio free hander kama wanaweza kufanya chochote kile. Lazima kuna maeneo ambayo wayatizame katika hali nzuri, na huanza kwa kujenga dhana ya kuongoza na sio kutawala. Lakini kwa ninavyoona mimi hapa nchini kwetu, CCM inatawala na sio kuongoza. Inatawala kwa sababu namna wanavyoendesha nchi haiakisi human face, haiakisi kufungua public space. Nitaelezea huko mbele namna ambavyo wanavyobana public space. Kwa hivyo kutawala na kuongoza ni mbingu na ardhi, lakini kwa CCM tunaona inatawala na sio kuongoza. Sasa hivi tunaambiwa kuna maendeleo yanafanywa. In fact kila mtu anakubali kwa maendeleo jambo zuri, iwe Stigler, iwe standard gauge, madege, mabarabara, madaraja, flyover au madubasha mengine yoyote yale mengine ambayo tunaletewa kama maendeleo. Lakini sehemu ya binadamu ina mbili, ina vitu vya kukamata na ina vitu viko rohoni. Sasa huwezi kumjazia mtu ukamwambia kwamba kwa kuwa na kujengea ndege na kuletea ndege, kwa kuwa na kujengea daraja, kwa hivyo mnyime haki zake zile ambazo kama binadamu angetaka awe nazo, kuenjoy public space, lakini pia kuenjoy vitu vingine. Kwa hivyo study nyingi zimeonyesha kwamba maendeleo vitu sio mwisho wa maendeleo ya binadamu. Lazima kuwe na uhuru wa wananchi kwenye kujikusanya, kwenye maoni, kwenye kujieleza na maeneo mengine. Kwa hivyo maendeleo bila vitu hivyo si maendeleo kitu. Sasa ili kuparidhaa lazima unakuwa na dhima kama chama ambacho kinataka kutawala katika taifa. Na ridhaa ni jambo muhimu sana kwa sababu ndilo ambalo linasimamia vitu vingi. Kwa hivyo ukipewa dhima manake uendeshe nchi kwa usawa, kwa haki, imani na uadilifu. Bila vitu hivyo basi unakuwa unatawala na huongozi, na CCM inatawala haiongozi, kwa sababu inakosa vitu hivyo. Kwa hivyo kuongoza nchi si utashi, si utakavyo, si upendavyo, si vyovyote vile. Lazima uendeshe nchi kisheria na kikatiba, na hilo linaonekana kusema kweli linadoa katika utawala wa CCM ambao tunakwenda nao. Raia wote wanatakiwa wawe na haki sawa, wasibaguliwe kidini, kisiasa na kila kitu. Lakini katika hilo tunaliona raia wa Tanzania hawakuwekwa katika hali sawa. Sasa ofisi ya waziri mkuu ndio inatakiwa iakisi uendeshaji wa serikali. Ningetamani naona ofisi ya waziri mkuu katika bajeti kama hii au katika uendeshaji wetu tungemuona ina reflect kwamba inagomba, inakataza, inasimamia kwa wivu kabisa juu ya swala haki, usawa, imani na uadilifu. Lakini kwa kuwa CCM inatawala haiongozi, hayo hayaonekani. Na nataka nimkoti mwanamsanii Idrisa Sultan aliandika juzi katika Twitter.
ilikuwa ni swala hili la kutaka swala CAG. Akasema yeye ana sign katika watu 15,000 walio sign juu ya swala CAG kwamba bunge libatilishe maamuzi yake. Akasema na sign kwa sababu na wivu na kesho, nataka nione Tanzania ya kesho inatengenezwa. Kwa hiyo bunge hili pia au wizara hii ilipaswa ione kesho yetu sisi kama binadamu, ione kesho sisi ya watoto wetu. Tataja mfano kuanzia jambo moja tu. CCM katika ilani yake imesema kwamba itakuza vijana ambao wamepata mimba wakati wakiwa shule. Kinyume na ilani na sera yake, CCM imebadilika kwa sababu haina culture ya kuongoza, culture yake ni ya kutawala. Lakini wiki hii iliyopita tu chama cha CCM kimefanya mkutano wa ndani Sikonge. Tumeona mamia ya watu wamekaa wamefanya mkutano, lakini serikali hiyo haijawazuia kufanya mkutano. Chama cha CCM kimefanya mkutano NIT wiki hii iliyopita, lakini hatukuona kuzuiwa. Lakini vyama vingine, iwe Chadema, iwe ACT, iwe CUF, wakifanya vitu kama hivyo wanazuiliwa. Kwa hivyo mimi najiuliza, hii ofisi ya waziri mkuu inafanya kitu gani katika kutizama masuala ya kila siku ambapo uhuru wa siasa unabinywa kila siku, ambapo kila siku uhuru wa kujieleza unazidi kupungua, ambapo kila siku watu wanapotea, watu wanatekwa, lakini hatukuona uongozi wote kutoka ofisi ya waziri mkuu. Lakini pia ukiukaji wa haki za binadamu umekuwa mkubwa nchi hii. Mpaka juzi Mheshimiwa Rais Magufuli akaingilia mtu ambaye ameambikizwa makosa na alikuwa ameshakaa kifungoni kwa muda mrefu. Polisi wanazuia vyama vingine kufanya mikutano. Tunafika hata maandamano ya amani tunayaogopa. Hivi sasa katika mtandao kuna kikundi kinataka kesho kuandamana kwa ajili ya kueleza hisia zao juu ya kukiukwa katiba au tishio kwa katiba kusema swala CAG, lakini wamezuiliwa sifanye. Hata maandamano ya amani yakataliwa. Lakini kuporwa wapinzani wabunge wao. Lakini pia tunaona kwamba hata swala Tanzania katika nyanja ya kimataifa, kwenye mikataba ya kimataifa ya haki za binadamu ya utawala bora inajitoa. Sasa mimi nafikiri, lakini hata kwamba bunge haliruhusiwi kuonekana na wananchi. Huwezi kumzuilia mtu kusema, kama unamwona na makosa mpeleke mahakamani, sio umzuilie kusema. Sio utumie utaratibu wa intelijensia kwa vyama vingine, lakini vyama vingine unakuwa una madudu kichwani. Lazima tuhakikishe kwamba kama intelijensia inaonyesha kwamba watu watafanya fujo, basi jukumu la polisi ni kuwakamata hao ambao wanataka kufanya fujo na sio kuwazuia wale ambao wana haki ya kukutana. Asante sana mwenyekiti. Asante sana.